السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. وبعد. Ndugu zangu wapenzi wa chaneli ya Imam Muhammad Malina, chaneli ambayo inaendelea kukupeni faida namna gani unaweza wewe mwenyewe ukajitibu, na tumetoa maelekezo mengi, watu wanapigia simu, tunapo maelekezo, wanaendelea kunufaika na kufaidika na chaneli yetu hii. Nakuombeni sana mwe mna subscribe na kucomment na pia na kushare kwa watu wengine pia wapate faida. Channel ambayo imeelekeza mambo mengi sana ambayo wewe mwenyewe unapaswa kujitegemea katika tiba. Ukishinda basi ndio uone watu, lakini si watu wote watu uone watu sahihi ambao wamesimama vizuri aqida na tauhid. Kwa hiyo ndugu zangu, leo nakupeni faida kwamba ukikutwa na kwamba uchawi baada ya kusomewa au kusoma dua au kujisomea dua mwenyewe, namna gani utajua uchawi unatoka? Utajuaje uchawi unatoka? Na kweli nakupa sasa haya mambo ambayo nakusomea, ambayo ni muhimu kuyajua sana. Kuna watu wakikuta na mambo hayo wakati wanasoma dua, wanakuwa na mashaka, wanakuwa na mawazo, wanakuwa na hivi na hivi, hawaelewi nini cha kufanya. Cha kwanza kabisa ambacho unaweza kutokea baada ya dua, mwili unaweza ukachoka, mwili unaweza ukaisha nguvu. Muombe Allah atakutie nguvu. Pale kumuomba Allah kutie nguvu, atakutia nguvu muda huo huo. Wengi mnayumba, mnababaika, mnamwacha shetani nafasi, anashika fahamu zenu na anawatenza nguvu. Ili nguvu ziishe mpaka shetani afike katika fahamu zako, na anaweza kutenza nguvu. Lakini unaweza kusoma Ayatul Kursi kwa nia kuhakikisha kabisa shetani hawezi kufika kwenye fahamu zako. Kwa hiyo cha kwanza, kitu ambacho kinaweza kujitokeza baada ya kuwa umesoma dua, unaweza ukatema mate. Lakini mate yenyewe yanakuwa ni meupe ya kuvutika, mate meupe ya kuvutika. Ukitema mate ya hivyo ujue ni uchawi unatoka, ni uchawi ambao alikuwa kakalishiwa jini Khadim Sihri, ndio anabatilika hivyo, ndio uchawi unabatilika. Kwa hiyo usihofu, ukitema mate unaweza kuhisi kichefuchefu sana. Kile kichefuchefu sana ukawa unatema mate. Utafute chombo cha kutemea mate, yale mate ni uchawi. Na baada ya dua yale mate yasomewe Qur'an, yasomewe maji Qur'ani, afu yale yamwagiwe yale mate. Lakini yale mate yasimwage sehemu ya najisi, yamwage sehemu ambayo ni safi, kwa sababu tayari mkishasomea Qur'ani kwa ajili ya kubatilisha huo uchawi ambao uko katika mate. Mate hayo utaona ni mate ya kawaida, lakini ndani kuna uchawi mkubwa sana, wewe huwezi kujua. Lakini mchawi anaujua, jini anaujua. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya hivyo. Na uendelee kutema, usijizuie kutema. Endelea kutema. Na nyingine ni kutapika. Unaweza ukatapika, ukakuta na hali ya kutapika. Ukitapika basi ujue ni uchawi ndio umetoka hivyo. Yale matapishi pia somewe maji, somewe Qur'ani, yamwagiwe maji, somewe maji, yamwagiwe yale matapishi. Wallahi ladhimu uchawi utakuwa ndio uchawi utakuwa umebatilika. Msiache hivyo hivyo. Ukiacha hivyo hivyo ule ni uchawi, unaweza muda wote ukakurudia. Nyingine ni kukojoa. Unaweza kukojoa sana. Wakati unafanya dua unaenda unakojoa, usihangaika na kutia udhu. Kuna watu akikojoa anatia udhu. Kuna watu anajizuia kukojoa eti kwamba atatenguka na udhu, basi anasomewa dua yuko hivi na mkojo. Ule mkojo una maana ni uchawi. Jini anataka kutoa uchawi wake, au mchawi mwenyewe anataka kutoa uchawi wake ili awe salama. Maana Qur'ani inawaathiri wachawi, nawaambia. Qur'ani ukisoma dua mtu aliyekuloga inamwathiri sana mchawi. Kwa hiyo anawezekana anakojoa dawa wewe unabana, usibane kabisa. Nenda kakojoe, na sio lazima utie udhu. Udhu nilisema kwamba ni sunna katika dua. Udhu sio lazima sana mpaka uwe na udhu ndio usomewe dua. Hapana, ila ni katika ufanisi tu wa dua, inakuwa safi kabisa. Dua inakuwa inapendeza, mtu anatia udhu, ni sunna, lakini sio lazima. Kwa hiyo unakojoa, unarudi kwenye dua, unakojoa, unarudi kwenye dua. Pengine unaweza kukuta na kuharisha, tumbo likavuruga mara moja, utakwenda chooni, utamwaga mavi mengi sana, utakunya mengi. Tumbo litafanya bu afu unakwenda unamwaga uchawi unatoka hivyo. Uchawi unatoka hivyo, wala usibabaike. Nyingine ni kujampa. Unajampa, yani ni katika sehemu kujampa, ni sehemu katika sehemu ya kutoa uchawi. Kwa hiyo usiende ukajampa, usijizuie kubana. Wakati unasoma dua usizuie kijampo. Wakati unazuia kijampo, wewe mwenyewe unajizuia kupona, unajisherehesha kupona. Una uchawi unatoka kwa kujampa. Ukijampa unaona uchawi umetoka na unakaa sawa. Kwa hiyo
usihangaike kutia udhu. Kuna mwingine anasema kila kijamba antia udhu, afa kuna anajizuia kujamba. Usijizuie kujamba, wewe jamba tu na sio lazima utie udhu. Unajamba na unakuepo kwenye dua mpaka mwisho. Wallahi utakuwa umesalimika na maradhi ya uchawi. Wengi mnabana, uwezi kujamba, ukukojoa unabana, ukitaka kutema unasomewa dua bila chombo cha kutema mate. Pia wanakosea wale matabibu. Watu wanamsomea dua mtu awe kiwepo na kichombo cha kutema mate. Mchawi anataka kutoa dawa zake, anatoaje wakati wewe chombo hauna cha kutema, nyumba yenyewe safi, nyumba ina flow, nyumba ina nini, ina vigae, wapi utatema? Nyumba za sasa zilivyo. Kwa hiyo ukiwa na chombo ni rahisi tu. Allah atamshawishi huyo mchawi, atakiona chombo na atatema, ima atatapika. Kwa hiyo wale ambao tunafanya dua za rukia, ndio nakupeni faida na kupeni elimu nyema matabibu. Wasomeni dua watu, lakini taarisheni vitu vya kutema, inakuwa rahisi sana uchawi kuondoka, jini kubatilika na jini anakwisha. Khadimu sihri, jini anabatilika tu kwa dua. Qur'ani tu bila dawa. Watu mnahangaika na madawa, bado mponi. Eti Qur'ani imeshindwa, dawa ndio zitaweza. Kwa hiyo ukiona umejifanya mwenyewe umeshindikana, watafute watu ambao wako vizuri kiakida, kitauhidi, watakufanyia dua na utapona biidhnillah. Usikate tamaa. Watu wengi wamekata tamaa, wanasema haiwezekani, wengine wamerudi kwenye mizimu ya kwao, lakini kwa sababu ya matabibu hao ambao pia wana mix mambo, wanaeleza watu kama kuna mizimu. Hakuna mizimu, fuatilia mada zangu zote utapata faida. Hakuna mizimu kwamba watu walikushakufa tena wanakuja tena wanakuwa wanadamu, wanakuja kusumbua watu. Allah hajaumba hivyo. Allah kaumba mwanadamu ni mmoja, roho ni moja. Akichomoa roho yake, mwili unabaki kaburini, roho inakwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wewe ukadanganya tena, roho imerudi nyingine, amekuwa babu yako tena mpya ambaye haonekani. Wewe unajidanganya bure. Fuatilia mada zangu utapata faida. Nakuombeni msubscribe channel yetu hii kwa ajili ya kutusupport, pia na kushare katika magrupu. Wa ma'alina ila al-balaghul mubin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.